Uchungu yake ingine inatoka na kwamba alisema kwamba nyinyi ambao ni wa Mount Kenya West mnapinga serikali ya William Ruto kwa sababu iko na deputy president ambaye ni wa kutoka Mount Kenya East. Kwa hivyo sasa hamtakii Mount Kenya East pia ipande. Tukipinga serikali ya Moi kulikuwa na mtu ya Mount Kenya East alikuwa huko. Tunapinga Rais William Ruto kwa sababu ya tabia zake za kuua jenzi, kwa sababu ya tabia yake ya wizi, kwa sababu ya udanganyifu. Ndio William Ruto anapingwa na kila mtu. Hapingwi kwa sababu ati yako na Kindiki. Hata Kindiki mwenyewe analia. Leo huyu Junet Mohamed ametangaza wazi. Amesema ya kwamba kutakuwa na muungano ya ODM na UDA. UDA itachukua President Ruto na hao watachukua Deputy President Oparanya. Na saa hiyo Kindiki yako kwa kiti. Wameanza kumkosea heshima vile walikuwa wananikosea mimi. Na mimi ndio nilisema juzi ya wachano naye kwa sababu najua kikwetu Kindiki ni mtoto wetu. Tunasemanga vita ikija ya Muhirega. Unawachana na hii ya Boma, mnapigana ya Muhirega kwanza. Huyu Kindiki wanamtesa. Wanamkosea heshima. Sasa mimi nauliza yeye yako kwa kiti saa hii. Huyu Junet Mohamed anatangaza ya kwamba hatakuwa running mate. Na Kindiki yako kwa kiti. Kindiki anatakiwa afanye nini? Sasa wewe umeanza kuwa mtetezi wa Kindiki sasa. Mimi unajua ile mimi sipendi ni dhuluma. Kindiki mimi alichukua kiti yangu ambaye hakufanyia kazi. Hakuchukua, alipewa. Alichukua, mimi nasema alichukua kwa sababu ndio uchukue lazima ndio upewe lazima uchukue. Akikataa aseme hii ni ya ndugu yangu sitaki, alipewa kiti ambaye hakufanyia kazi. Alipewa tu ni mfanye kazi, akapewa. Mimi sija hiyo nimetoka huko. Huko nimetoka sina haja na hiyo kiti. Hata kotini nilisema sina haja na hiyo kiti. Kindiki akalie. Lakini vile walikuwa wananiaibisha wafanye kazi ndogo ya Ruto. Unaona vile Junet Mohamed anaongea. Na hii watu ya ODM wamenyeta kwa sababu ya kupewa pesa na Ruto. Haoni Kindiki kama ni mtu. Uliona pale Mombasa Martin. Rais ameketi hapa. Kindiki ameketi hapa ni naibu wa rais. Hassan Omar anasimama. Kindiki ameketi hapa ni mtu ya Mount Kenya. Anasema hii watu ya Mount Kenya ni watu bure sana. Wanatakiwa wafungwe huko Shimo la Tewa. Na Kindiki ameketi hapa ni mtu ya Mlima Kenya. Mimi niliona Kindiki akiwa na uchungu, lakini kwa sababu ni mfanyikazi hawezi ongea. Kama ilikuwa ni mimi, kama ingekuwa ni mimi, nilikuwa nimechaguliwa. Ningesimama ningelima hiyo mtu rais akiwa hapo. Na nimwambia kwende na aketi chini. Lakini Kindiki ni mfanyikazi, hawezi ongea. So huyu mtoto wetu ya Tharaka anaumia. Na mimi najua ile anapitia kwa sababu nilipitia. Lakini mimi kwa sababu mtu ya kuchaguliwa nilikuwa kichwa ngumu. Mimi hakuna mtu angenitukana, hakuna mtu angeongea nikiwa pale. Hata siku moja tulikuwa Kisumu. Rais amepanga vijana wanitukane. Wewe rais huyu. Hata hii Junet wanaongea ni Ruto amewaambia. Yeye ndiye anatesa Kindiki. Akapanga watu wa kutukana. Hata hii unasikia Junet wakiambia. Ruto ndiye amewaambia. Mpaka Kindiki akasirike ajiondoe. So tulikuwa Kisumu. Ruto amepanga hii vijana akina Ichongo wakuja kunisomea. Lakini unajua mimi naongea mwisho alafu namuita. Sasa yeye kwa sababu ni mjaja ananiambia wewe Rigiji, naona masaa inaenda kwa sababu kunaweza nyesha. Wacha tuongee kwanza. Alafu kukipatikana nafasi hao wengine waongee. So mimi nikaongea, nikamuita akaongea. Alafu akapatia hii vijana. Sasa wananitukana nimekaa. Kwa sababu sasa sina nafasi nyingine ya kufanya nini? Ya kuongea. Lakini sasa ile ya Kindiki ya Mombasa, yeye ndiye aliongea mwisho akaita rais. Kama ingekuwa ni mimi, ningemwangalia huyo kijana nimwambie nyamaze. Na nimwambie vile nimeambia Duale. Hapana tukana watu ya Mlima Kenya. Wewe Aden Duale, kura uliletea rais ni kura 7,000. Hiyo ni kura ya MCA hapa Ingoji. 7,000 yaliletea Ruto. Duale ni waziri wa serikali ya Ruto kwa sababu ya kura ya Mlima Kenya. Alafu yeye anaenda anasema watu ya Mlima Kenya ni mafisi. Ulisikia akisema? Sasa Kindiki hawezi ongea kwa sababu ni mfanyikazi. Kama ingekuwa ni mimi saa hii niko deputy president. Ningedemand huyo mtu atoke kwa baraza la mawaziri kwa sababu anatukana watu ya Mlima Kenya, wale ambaye ndio walimchagua William Ruto akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya.